nitakuwa sawa nikiwa nimerudi nyumbani, nitakuwa mwaminifu wakati mambo ya afya ni nzuri. Ila amen, yeye abadiliki na anatafuta sifa ya amen kwa kila anayetoa wakili. Huu ni umuhimu wa kwanza, kujikita katika Biblia, neno lake, na tutaenda kwenye utume. Ndio maana ya uwakili. Usisahau, ukishindwa kuwa amen, ukishindwa kuwa pistos kwa Kiunani, ukishindwa kuwa mwaminifu, nikashindwa kuwa mwaminifu, nimeshindwa kuwa wakili, na alituumba ili tuwe wakili. Jambo la pili, wakili mwaminifu haupimwi katika wingi, kwa sababu ni swala la tabia. Tabia ni tabia, haibadilishwi na wingi, haibadilishwi na uchache. Haipimwi wakati wa dhoruba ama wakati wa amani, hauna rangi ya kinyonga. Haupimwi wakati nina afya na wakati sina afya nzuri. Haipimwi wakati hali yangu ya kiuchumi ni nzuri ama wakati uchumi ni mbaya. Uaminifu ni tabia. Aliye mwaminifu kwa lilo dogo atakuwa mwaminifu kwa lilo kubwa. Ukiwa mdhalimu kwa lilo dogo, nisiombe nikadhani nitakuwa mwaminifu kwa lilo kubwa. Na usisahau, watakaomlaki Yesu ni wale tu, vema mtumwa mwema na mwaminifu.